Kwa hiyo kwenye maisha yako usitafute kumwangalia huyo aliye naye karibu, wala mtoto wako, wala mjomba, wala baba yako. Kule ndani alivyo yeye sivyo ulivyo wewe. Hata kama utazaa mtoto, alivyo mtoto wako sivyo utakavyokuwa wewe. Hata kama atafuata taratibu wa kuabudu unavyoabudu wewe, lakini ndani ya moyo hamwezi mkafanana. Kila mtu moyo wake umeumbwa tofauti, na roho alionayo ndani haiwezi kufanana na ya kwako. Roho itakuwa sehemu ya roho yake vile vile ilivyo, kwa sababu yule sio wako, ni wa Mungu. Mungu ndani amefanya tofauti na vile ambavyo wewe unaweza ukatazama kwamba atakuwaje. Na ndio maana atakapozaliwa atakuwa na kipawa chake, huduma yake, maono yake, nguvu zake, mitazamo yake, maamuzi yake, akili zake. Kwa hiyo katika mitembeo ya kumwona Mungu ni maamuzi ya mtu mwenyewe kutafuta kweli. Na ndio maana sasa mkiwa na familia ni muhimu kuzifundisha, ajitambue yeye kwamba umuhimu wake uko ndani yake mwenyewe kwa Mungu wake na kwenye maisha yake. Narudia tena, unahitaji kumfundisha umuhimu wake uko ndani yake mwenyewe kwenye maisha yake. Sio wewe ndo uonyeshe mimi ni wa muhimu kwako na wewe wa muhimu kwangu. No. Umuhimu wake kwako labda kwa vitu vingine ambavyo vya kawaida ambavyo havitokani na nguvu iliyo ndani. Kwa sababu ndani ya kila moyo kumejengewa kweli yake mwenyewe binafsi anayoishi. Na ndio maana hata Mungu naye ana kweli yake ndani anayoishi. Hata kama ni uongo anaoishi, lakini huo ndio unakuwa kweli wake kwamba huyu anauishi uongo. Na usije ukachukulia kwamba aliulisi kutoka kwa baba yake au kwa mama yake. Ndivyo ambavyo yeye amezaliwa, ameamua kuishi hivyo. Au yeye aliamua kuangalia mtu anavyoishi hivyo akachukua yale mambo akayaamua kuyaingiza kwenye moyo. Kama vile ambavyo mnavyo download mafaili maapu kwenye simu zenu. Simu naletewa ambayo iko na app zake, unasema nataka kuongeza vitu vingine kwa sababu kuna nafasi ya kudownload. Na binadamu naye ndani yake ana nafasi ya kudownload mambo yote anayotaka. Ulimwengu wa roho unamruhusu kujaza chochote unachokitaka. Ukitaka uwe mchawi, kuna nafasi ya kuingiza app ya kichawi. Ukitaka kuwa mtu wa kumcha Mungu, kuna nafasi hiyo ya application ya kumcha Mungu ndani. Ukitaka uwe na nguvu duniani, kuna application pia unaweza kaidownload ukawa na nguvu duniani. Ukitaka kuwa mtu mkatili duniani, kuna application pia unaweza kaidownload hiyo roho ya ukatili na ingia ndani. Ukitaka kuwa jijitu libaya duniani ambalo alijali watu, hiyo pia unaweza kadownload ikaingia. Huwa zikatai, zinaingia tu. Si unafungua mwenyewe hiyo application. Chochote ambacho unamwona mtu anakifanya ambacho hakuzaliwa nacho, amekidownload. Ulimwengu wa roho nimewekea mfano kama huo. Na ndio maana sasa Mungu unaona haondoi dhambi ndani yako, anakuambia nenda katubu mwenyewe. Yaani ufute hilo faili. Yeye afuti, anakuambia wewe ndo katafute namna kufuta. Kama unavyofutaga kwenye simu zako, unafuta application zingine unaondoa kabisa. Ulikuwa Facebook unajitoa, ulikuwa sijui WhatsApp unajitoa, ulikuwa sijui kwenye nini unajitoa. Unabaki tu na simu yako plain kwamba unampigia tu mtu. Kiamua na mwenyewe ule unampigia umfungu unamfunga, mnaitaka kublock au kufuta kabisa siwepo. Ndivyo ilivyo kwenye moyo wako huko. Mafaili mengine ambayo unaona huyahitaji, si ufute tu, futa. Alafu baki kwenye kile ambacho unaona hiki nina safari nacho, kuna mahali nataka kwenda na kazi nacho. Haleluya. Lakini usipokubali kwenye kweli,
Usitegemee kuna maisha fulani yatakuja kwa sababu tu utaenda. Hamna, sijui labda. Sijui kwenye kanisa lingine na kwa Mungu mwingine, lakini kwa Mungu anayeishi, ambaye ameumba vitu vinavyoonekana na watu hawa tunaowaona, na injili inahubiriwa ya Yesu Kristo, hamna njia nyingine isipokuwa tafuta kweli.